Uwekezaji kwenye hisa au kwenye mali zisizohamishika? Hili ni swali ambalo nimeulizwa na mdau. Ananiambia yeye anataka focus kuwekeza kwenye viwanja, kununua viwanja kuliko kununua hisa. Moja ya sababu ambazo naweza nikamwambia mdau kuwekeza kwenye viwanja ni sahihi ni hii hapa. Urbanization Tanzania inaongezeka kwa kubwa sana, kwamba miji midogo midogo watu tena hawataki kuishi tu Dar es Salaam au Mwanza kati wang'ang'anie, no, watu wanataka wapanuke. Utakuta miji ile midogo midogo watu wanajenga magorofa, wameshaanza kujipanua sana. Vile vile upungufu wa makazi, watu sasa hivi wanahitaji makazi kwa sababu watu wanaongezeka kwa kasi, watu wanazaliana sana na hao wote wanahitaji makazi ya kuishi. So hiyo inakuwa ina fursa kwako wewe ambao unanunua viwanja, viwanja vinakuwa kwa kasi sana. So kitu kingine nchini Tanzania, watu wanaamini mali iliyohamishika. Yaani akili za Watanzania wengi wanaamini, wana imani sana na mali. Yaani kwamba una kiwanja. Yaani hawaamini mtu ambaye anasema kwamba mimi nimewekeza kwenye CRDB. Yaani anaona kama vile unamchanganya vile. Bora wewe umwambie mimi na kiwanja na nyumba hii, ni kitu ambacho kinaonekana kina nguvu kuliko kumwambia mimi nimewekeza kwenye hisa. Vile vile kitu kingine ambacho naweza nikakubaliana na mtu ambaye awekeze kwenye viwanja ni kwamba soko la hisa la DSE bado ni changa sana. Pale majanga ya kiuchumi yanapotokea, kutetereka ni kitu cha kawaida na hilo ni tatizo. Sasa hivi nchini Tanzania mazingira yanafanya uwekezaji wa mali zisizohamishika kuwa na nguvu kuliko kuwekeza kwenye hisa. Tatizo linapoanzia ni kwamba kuwekeza kwenye mali zisizohamishika zinahitaji uwe na pesa nzuri au uwe na mtaji wa kutosha, lakini kwenye hisa uhitaji uwe na pesa nyingi, hata shilingi 5,000 unaweza ukanunua hisa. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu ni kwamba kwa mtu ambaye anataka aanze, ndo kwanza unaanza kujitafuta, badala ya kutunza pesa ndani eti kwamba mimi nitanunua hisa miaka 5 ijayo, nitanunua kiwanja, weka hizo pesa kwenye hisa. Wakati unasubiria unajipanga, ukimaliza miaka 5 chukua zile pesa ndo uende kununua kiwanja. Mimi au huo ndo mtazamo wangu.